Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake na rehema zake, kwa maana zimetuzunguka usiku na mchana. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake iliyokuu ambayo sisi tunaishi ndani yake. Basi Mungu akubariki sana, na Mungu apate kufungua ufahamu wako ya kwamba kwa neema ya Mungu unaishi. Tunaishi sio kwamba sisi ni wema kuliko wengine, bali Mungu ana makusudi makubwa na maisha yetu. Tuwazima tunaendelea kulitukuza jina la Bwana Mungu wa majeshi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ninakukaribisha sana sana katika ibada hii. Tuna ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine kwa jina la Yesu, tukimtanguliza Mungu aliye hai, yeye aliye mwanzilishi na mtimilizi wa safari yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini tunafanya ibada hii? Kwa sababu tumetambua ya kwamba bila yeye hatuwezi kusogea hata hatua moja. Kwa hiyo tunakwenda kumshukuru tukiamini kabisa tumemaliza wiki, kwa sababu neema ya Mungu imetufunika. Ni Mungu ametulinda, ametukinga na hatari zote za mwili na za roho. Ametuepushia yote ya yule mwovu adui shetani na mawakala wake wote. Na tunakwenda kuikabidhi wiki nyingine katika mikono ya Mungu Baba aliye hai, tukiamini kabisa bila Mungu hatuwezi chochote. Kwa hiyo tunakwenda kujimimina kwenye mikono yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nawe ni Mama Eli wa Jesus is the way, na kukaribisha katika ibada hii. Na ninakuomba imani yako yote weka kwenye neno la Mungu. Usiweke kwa mtumishi. Nimesimama kama chombo tu. Imani yako yote weka kwenye neno la Mungu. Muamini Mungu na Yesu Kristo mwanaye aliyemtuma kwetu, yatosha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa maana wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu. Asante kwa neema hii ambayo Baba tumesimama ndani yake. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya mkusanyiko huu katika Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tumekusanyika kwa jina lipitalo majina yote. Baba, nasema asante kwa kutupa nafasi. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa kutupa nafasi. Umetupa nafasi iliyo kubwa Baba. Tunakuja kwako. Umetukumbusha Roho wa Bwana ya kwamba yatupasa kumshukuru Mungu na kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Baba, tunasema asante, nasi kwa mioyo yetu na roho zetu na nafsi yetu tunapokea nafasi hii Baba. Tunakuja mbele zako, tunaingia patakatifu pako Bwana, kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Kama kuhani wako Baba ninaingia, kama mtoto wako Yesu ninaingia katika kiti cha neema. Baba, nahitaji rehema zako na neema yako za kutuokoa katika mahitaji yote. Mungu, katika agano la damu ya Yesu nimesimama kama kuhani wako. Ninaomba unirehemu, unisamee, unioshe kwa damu yako takatifu, unifinyange na kuzidi kunitumia kama unavyopenda, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Asante Bwana Yesu, nimesimama katika nafasi hii Bwana. Bwana Yesu, nakusihi upate kulirehemu kanisa lako lote, watoto wako watakatifu wako, wateule wako, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Usamee mwili wako Yesu mwana wa Mungu. Msamee baba huyu, msamee mama huyu, msamee kijana huyu, msamee binti huyu, samee watoto hawa, samee wazee hawa, samee familia hizi Bwana, wasamee wao na ukoo wao na ndugu zao na jamaa zao. Waoshe kwa damu yako mwana wa Mungu aliye hai, watakase kwa damu yako Bwana Yesu. Asante kwa maana kwako kuna msamaha, ili jina lako liogopwe Baba. Katika jina la Yesu tupo tayari kulisikia neno lako. Kwa damu yako takatifu uzidi kuiandaa mioyo yetu. Roho Mtakatifu tufundishe, tupate kile ambacho Baba umekikusudia, na hii mbegu Bwana Yesu ikapate kukuzalia wewe matunda, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Nami namwaga damu ya Yesu na kunyunyiza kila eneo neno hili linapopita, kila eneo ibada hii inapopita, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninamwaga damu ya Yesu kwenye mbingu ya kwanza, kwenye mbingu ya pili, mbingu ya tatu, kwenye nchi na chini ya nchi. Damu
damu ya Yesu, kwa jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, ni kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, ninauteka ufalme wote wa giza, mamlaka zote za giza na nguvu za giza, ninaufunga ufalme wote wa shetani kwa damu ya Yesu, ninaumwagia damu ya Yesu kama moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi unateketea, ninauseta kuzimu kwa damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwenye malango ya kuzimu, kwa jina la Yesu, na mwaga damu ya Yesu kwenye mashimo ya kuzimu. Kuna nguvu kwenye damu ya Yesu. Yesu wetu ni Mungu wa kutuokoa, na njia zote za kutoka kwenye umauti zina Jehova Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, ninauteka ufalme wote wa majini, ufalme wa mapepo, mwana simba na joka, nge na nyoka, ninaufunga kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ninaumwagia damu ya Yesu kama moto wa Roho Mtakatifu, teketea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, asante kwa maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu ninamteka shetani Lucifer na mawakala wake wote kwa damu ya Yesu. Ninakufunga kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ninakumwagia damu ya Yesu kama moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, na kuseta kwenye shimo refu lisiokuwa na mwisho kwa damu ya Yesu, na lisiliba hilo shimo kwa damu ya Yesu. Kuna nguvu kwenye damu ya Yesu. Naangusha roho zote za udanganyifu, mawazo yote yanayojinua juu ya elimu ya Mungu, na ziteketeza kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninateka nyara kila fikra kwa jina la Yesu, na kuziamuru zipate kumtii Kristo kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Roho Mtakatifu, simama mwenyewe Bwana, na lisimamisha neno la Mungu likasimame kwenye maisha ya watoto wako Baba, kwa jina la Yesu. Neno la Mungu ni moto lao, likateketeze mapando yote ambayo Mungu kuyapanda kwa jina la Yesu. Popote linapopita linapiga mbio neno la Mungu, linaingia kwenye nyumba za watoto wako, linaingia kwenye mioyo yao, kwenye nafsi zao kwa jina la Yesu. Nalifungulia njia neno la ufalme, nalifungulia njia neno la Mungu kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Nikifungua mimi, hakuna wa kufunga kwa jina la Yesu Kristo, na mbinguni wanafungua kwa jina la Yesu. Malaika wa Mungu, malaika wa Mungu, mliopo kulisimamia neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo, mkashuke sasa kwa utukufu wa Mungu Baba, ili neno Mungu likapite mahospitalini, likaweke uzima kwa jina la Yesu Kristo, likaweke uzima ndani ya mioyo ya watoto wako, kwenye miili yao na nafsi zao kwa jina la Yesu Mwokozi aliye hai. Yesu na nguvu, Yesu unaokoa, Yesu unaishi, Yesu unatawala. Anayekuamini wewe Bwana hataaibika milele, na Mungu umesema siri zako ziko kwetu sisi tunaolicha jina lako Bwana. Baba, hakika tumekuona ukifanya, na ndio maana tunayashuhudia matendo yako ya ajabu. Ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Fungua ufahamu wetu Roho Mtakatifu, tulielewe neno lako. Ongoza kila kitu Roho Bwana, tunajimimina kwenye mikono yako, tufinyange kama unavyopenda, tutengeneze kwa utukufu wako kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Asante Roho Bwana, naimwagia madhabahu ya Jesus is the way, damu ya Yesu kwa utukufu wa Mungu. Mwili wote wa Kristo na umwagia damu ya Yesu, na kuutamkia kukamilika kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Asante Roho Bwana, nalifungulia neno la Mungu la ufalme duniani kote kwa jina la Yesu. Ufalme wa Mungu uje hapa duniani kama uko mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Asante Bwana Yesu, umefanya ni katika jina la Yesu Mwokozi, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi ujumbe ambao Mungu ameuachilia katika mwanzo wa wiki hii, neno la Mungu linasema ya kwamba kitakacho mfanya Mungu akukumbuke ni agano. Amen. Kitakacho mfanya Mungu akukumbuke ni agano. Kwa hiyo basi, kama unaishi katika kipindi hichi cha agano jipya la damu ya Yesu, ya kupasa au yatupasa mimi na wewe tuthamini sana sana agano jipya la damu ya Yesu, kwa sababu kitakacho mfanya Mungu atukumbuke ni agano. Amen. Na Roho Mungu yuko pamoja na sisi kupata kutufundisha. Neema ya Mungu imetufunika. Bwana Yesu apewe sifa. Na somo hili lina lengo wewe upate kupata ufahamu
ufahamu wa kusukuma maombi yako, ili uhusiano wako na Mungu katika Kristo Yesu usiyumbe, uendelee kuimarika. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi wamejikuta wanalalamika pale ambapo wanaona majibu ya maombi yao yanachelewa au wanakata tamaa kabisa, na wengine hata uhusiano wao na Mungu umepungua au unaona kwamba Mungu hakusikii, amekuacha. Basi neno hili likakuinue tena na kuimarisha uhusiano wako tena na Mungu katika Kristo Yesu. Likupe ufahamu kwamba kitakacho umfanya Mungu akukumbuke ni agano. Na likupe ufahamu ya kwamba ulithamini sana agano la damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa tutaenda kuona kwamba katika Kutoka, neno la Mungu katika Kutoka 2 mstari wa 23 mpaka wa 25, neno la Mungu linasema, hapa ndipo tutasimama katika neno hili. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Walipomlilia Mungu, Mungu alisikia kilio chao. Mungu akakumbuka agano lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitarudia. Kwa sababu ya ule utumwa wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Kwa hiyo kilio chao kilifika kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa, na Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu alikisikia vizuri tu. Mungu akakumbuka agano lake. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajifunza nini hapa? Unaweza ukaugua, unaweza ukateseka kwenye utumwa, na zaidi ya yote ukamlilia Mungu kama hawa wana wa Israeli walivyomlilia Mungu, na kilio chako kikafika juu mbinguni na Mungu akakisikia kabisa. Lakini kitakachomfanya Mungu akuone, akuangalie, akutoe hapo ni agano. Bwana Yesu apewe sifa sana. Labda kabla sijaendelea nikukumbushe neno la Mungu linasema hivi: mambo haya yameandikwa, yani mambo haya ya agano la kale yameandikwa ili yawe mfano kwetu sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo unaweza ukaugua, ukateseka kwenye utumwa, na zaidi ya yote ukamlilia Mungu kabisa, na kilio chako kikamfikia Mungu juu mbinguni kama kilivyofika kilio cha wana wa Israeli. Mungu akakisikia kabisa. Lakini kilichomfanya Mungu awatoe, awaone, awaangalie na kuwatoa, Mungu alilikumbuka agano lake alilolifunga na Ibrahim, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno linasema kilichomfanya Mungu awatoe wana wa Israeli kwenye dimbwi la mateso ya utumwa, tena kwa mkono wenye nguvu na ishara na maajabu, ni alilikumbuka agano lake alilolifunga na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Sasa kwa neno hili tusijaribu kumkasirikia Mungu kwa sababu labda unaona hakutoi mahali fulani, au unaona kama anachelewa, au chochote kile unachoona kinachokufanya uone kwamba Mungu asikii. Huku ni kukosa maarifa. Na neno la Mungu linasema tukikosa maarifa tutaangamia. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Umefika wakati lazima kanisa litambue, lazima mtoto wa Mungu utambue, kitakachomfanya Mungu anyoshe mkono wake wenye nguvu na ishara na maajabu ni agano lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tena tuwe makini sisi tunaoishi katika nyakati hizi, nyakati zilizojaa vitisho vingi sana. Heri yule
ambaye ameingia kwenye agano la damu ya Yesu. Sasa sisi, swali la kujiuliza unaposoma hili neno la Kutoka 2:23-25, jinsi Mungu alivyowakumbuka hawa kupitia hili agano. Swali la mimi na wewe kujiuliza ni hili: sisi tunatembea kwenye agano lipi? Amen. Sisi tunatembea kwenye agano lipi? Sisi tunatembea kwenye agano jipya la damu ya Yesu iliyokwisha mwagika pale msalabani. Na ndio maana ukifungua Biblia yako utakutana na maandiko haya katika Luka 22:20, ya kwamba Bwana Yesu akatoa kile kikombe, kikombe nacho vivyo hivyo akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu, asema Bwana. Amen. Kwa hiyo iko damu ya Yesu ya agano iliyomwagika kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu akasema nyweni nyote. Amen. Kwa hiyo ndio maana kuna vitu ukiwa nje ya agano huwezi ukavipata. Nikiwa na maana kuna vitu huwezi kuvipata kama ukikataa kazi ya msalabani. Ukikataa msalaba, Bwana Yesu apewe sifa sana, na kile kilichofanyika pale juu msalabani. Na sisi tulio ndani ya agano lazima tujifunze pia kuomba kiagano. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tukumbuke ya kwamba neno la Mungu linatuambia agano la damu ya Yesu ni agano lililo bora zaidi, ni agano lililokamilika na ahadi zake ni bora. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa neno bora ina maana kuna kiwango. Maana yake katika ulimwengu wa kiroho agano la damu ya Yesu limepimwa na kiwango chake kinaonekana ni cha juu zaidi kuliko maagano yoyote yale. Sijui kama unatafakari nguvu ya damu ya Yesu kama ninavyotafakari mimi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua Bwana Yesu alipokufa pale msalabani, alipaa juu mbinguni. Amen. Aliingia na damu yake, neno la Mungu linasema akatufungulia patakatifu pa patakatifu, yani pa mbinguni, ili sisi tuwe na access, tuwe na njia ya kuenda kuingia kwa Baba, kuongea na Mungu kama hivi leo tunavyoongea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kama damu ya Yesu ilifungua malango ya mbinguni ya patakatifu pa patakatifu panapolindwa na maserafi na makerubi na wazee 24, basi naomba utambue kwenye akili zako ya kwamba damu ya Yesu ina nguvu. Ina nguvu. Hii ndio damu ya agano jipya. Bwana Yesu apewe sifa. Agano lilo bora zaidi. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho damu ya Yesu imepimwa. Ilipimwa ikaonekana ya kwamba zile damu za mafahali, yani damu za wanyama, hazifai kitu. Damu ambazo mnazo chinja na kuenda kufanya maagano na matambiko na waganga na mizimu hazifai kitu. Ipo damu ipitao damu yote. Hii ndio damu ya Yesu ya agano jipya, na heri yule aaminie kazi ya msalaba, kwa sababu hata aibika milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu sema milele. Milele. Milele ni kitu ambacho hakina mwisho, hakina muda, hakifungwi na muda. Kwa hiyo yoyote aaminie hata taalika. Nimekwambia kwamba damu hii imepimwa na imekutwa ni bora, damu ya Yesu ya agano jipya. Na ndio maana ni damu ya Yesu tu inayoweza kubatilisha maagano yoyote yale katika ulimwengu wa kiroho. Haijalishi ni maagano ya mila, haijalishi ni maagano ulifanya ya waganga, haijalishi ni maagano ya mizimu, ya matambiko, ipo damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa nikirudi kwenye somo letu au point yetu, ninataka tu uelewe na kukufikirisha ya kwamba kama lile agano Mungu alilofunga na Ibrahim na Isaka na Yakobo, hawa walipomlilia Mungu, Mungu alilikumbuka lile agano juu ya wana wa Israeli na akawatoa kwenye mateso ya utumwa wa miaka mingi.
Mungu akawatoa huko kwa mkono wenye nguvu wa maajabu na ishara na miujiza. Je, si zaidi sana sisi kwetu sisi tunaloliamini na tulioingia kwenye agano la damu yake yeye Mungu mwenyewe, yani damu ya Yesu. Kumbuka Yesu ndiye mwana wa Mungu. Kwa hiyo damu ya Yesu ni pure DNA, yani pure DNA ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo jibu ni kwamba sisi tunatakiwa tumuone Mungu kwa kiwango cha juu zaidi kuliko wana wa Israeli walivyomuona katika wakati ule. Tuone Mungu akitutoa pale tunapomlilia na sisi akakumbuka ili agano. Tuone Mungu akitutoa kwenye utumwa na mateso kwa kiwango cha juu zaidi kuliko wale. Bwana Yesu apewe sifa sana, kwa sababu nimekuambia agano la damu ya Yesu ni agano lilo bora kuliko maagano yote. Na kama Mungu alimwambia Musa, hakika nimesikia kilio chenu, nimeona mateso yenu, nimekumbuka agano langu, nimeshuka mimi mwenyewe nipate kuwaokoa, nilitimize neno langu. Basi Mungu anasema na wewe leo unaisikia sauti hii. Hakika amesikia kilio chako, ameyaona mateso yako, amekumbuka agano lake. Ameshuka yeye mwenyewe apate kukuokoa, alitimize neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lazima tufahamu haya. Tukitaka Mungu ashuke mwenyewe katika hali yoyote ile, kwanza kabisa lazima tuingie kwenye agano. Yaani tukubali kazi ya msalaba, kuokoka. Na hii sio dini mpya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huu ni uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Hii sio dini mpya. Hii ni kuamini na kumkiri Yesu na kuiruhusu damu ya Yesu ikusafishe kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe ambaye leo hii unatamani kuingia kwenye agano hili, tutakwenda kuomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu pia lazima tumkumbushe Mungu ahadi zake za agano. Amen. Tunaomba ukishajua, kwa sababu neno la Mungu ndio linakupa maarifa. Sasa ndio ile Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tukishajua kwamba tumeingia kwenye agano, basi tumkumbushe Mungu kiagano. Tumkumbushe Mungu ahadi zake kiagano. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu anasema ya kwamba yeye ni Mungu anayeshika maagano, na anasema ya kwamba yeye si mwanadamu hata aseme uongo wala ajute. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yeye ni Mungu, anasema mimi ni Mungu ninayeshika maagano. Kumbuka tulipotoka, agano linafunga pande zote mbili. Yaani maana ya agano kwa ufupi ni mapatano au makubaliano ambayo yanafunga pande zote mbili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa agano linamfunga Mungu na linatufunga sisi tusimame kwenye uaminifu, na linamfunga Mungu pia asimame kwenye uaminifu wake. Na kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu, lazima atimize ahadi zake zote alizotuahidia sisi ndani ya agano. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitapenda utasoma kwa wakati wako Waebrania 10 mstari wa 16 mpaka wa 24. Nitayasoma baadhi ya maneno pale uone jinsi hii damu ya Yesu ni damu ya agano jipya. Neno la Mungu linasema, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa toleo hili moja la sadaka yake ya damu yake takatifu, ametukamilisha sisi tunaotakaswa kwa hiyo damu. Kwa ni lazima tukubali kutakaswa nayo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alafu neno la Mungu linaendelea kusema, hili ni agano langu nitakalo agana nao baada ya siku zile, asema Bwana. Na mlishike sana ungamo la tumaini lenu, kwa kuwa aliyeahidi ni mwaminifu. Tulishike sana ungamo la hili tumaini, kwa sababu aliyeahidi ambaye ni Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tutakwenda kuomba toba na kuomba hii damu ya Yesu ya agano jipya itusafishe. Tunaingia kwenye agano. Amen. Kwa wewe ambaye hujawahi kumkaribisha Yesu kwenye maisha yako, au kwa wewe ambaye ulimkaribisha lakini baadaye ukamwacha, tutakwenda kuomba maombi haya kwa pamoja. Ukiri huu, na baada hapo tutaendelea pia, tutamkumbusha Mungu kiagano. Mungu apate kukuangalia kwenye hao mateso unayopitia. Mungu akuangalie kwenye kilio unachopitia. Mungu akuangalie kwenye utumwa unaopitia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akuangalie huko Misri ulipo, akutoe kwa mkono wenye nguvu na wa miujiza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi tutaomba, utatamka, mimi nitatamka na utatamka baada yangu. Bwana Yesu apewe sifa kwa imani. Kumbuka uniombi mimi, unamuomba Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu yuko hapo, malaika wa Mungu wako tayari kwa ajili ya mavuno. Bwana Yesu apewe sifa. Utasema, Bwana Yesu, tunaomba sasa. Bwana Yesu, ninakuja kwako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote na uovu wangu wote nilizofanya kwa kujua na kwa kutokujua. Bwana Yesu, ninakuomba unisafishe kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu. Bwana Yesu, ninakuamini na kukukiri kwa kinywa changu na kukuamini kwa moyo wangu leo hii kuwa wewe ni Bwana wangu na Mwokozi wangu na mkombozi wangu na mfalme wa maisha yangu. Ninaamini ya kwamba Mungu Baba alikufufua katika wafu. Leo hii Bwana Yesu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia utawale, ninakukaribisha. Tawala kila eneo la maisha yangu Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa na kunikomboa. Ninakuomba unibatize kwa Roho wako Mtakatifu na unisaidie siku zote za maisha yangu nidumu ndani yako, nikiifanya kazi yako, nikilitimiza kusudi la Mungu maisha yangu yote. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimepokea wokovu, nimepokea uzima wa milele, nimeama kutoka ulimwengu wa giza, nimeingia kwenye ulimwengu wa nuru katika jina la Yesu. Asante Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama umesali hii sala, upo ndani ya agano sasa. Amen. Uko ndani ya agano. Amini. Amen. Neno la Mungu, usome neno la Mungu kwa bidii, upate kujua haki zako, kwa sababu huwezi kudai kitu ambacho ukijui. Neno la Mungu ni katiba ya watakatifu. Amen. Ni katiba ya watoto wa Yesu. Kwa kila aliye ndani ya Kristo Yesu amefanyika kuwa mtoto wa Mungu. Kila anayemwamini Yesu ni mtoto wa Mungu. Na ndio maana neno la Mungu linasema wote waliompokea ametupa uwezo wa kuwa wana. Amen. Wote tuliompokea ametupa uwezo wa kuwa wana. Kwa hiyo Mungu ni baba yako sasa. Anakusikiliza tofauti na wengine kabisa. Amekununua kwa damu yake mwenyewe ya thamani. Na ndio maana Ufunuo 5 mstari wa 9 na wa 10 neno la Mungu linasema kwamba Bwana Yesu alichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, nao wanamiliki juu ya nchi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumenunuliwa kwa damu ya thamani.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa labda nikupe mfano, tutakwenda kuomba, tutakiri haya maombi ya kiagano, yani umkumbushe Mungu. Kwa sababu mwingine anasema labda ninaweza kuombaje? Nitakupa mfano. Mfano tutasema kwa pamoja. Sema: Baba yangu wa mbinguni, Baba yangu wa mbinguni na duniani, asante kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo kama dhabihu iliyo hai na takatifu kwa ajili yangu. Nimeikubali damu ya Yesu, ya Bwana Yesu, imemwagika kwa ajili yangu ili niokolewe, ili nikombolewe, ili nitoke kwenye maagano yote ya zamani, ili niingie kwenye ufalme wa Mungu. Nimeikubali damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yangu. Baba Mungu, ninakuomba sasa, kumbuka agano la damu yako pale juu msalabani. Kumbuka agano la damu yako. Unitazame, uniangalie katika kipindi hichi ninachopitia, kwa maana mimi ni mtoto wako. Bwana Yesu apewe sifa sana katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaweza ukawa unamwambia Mungu kwamba umeikubali damu yake, umekubali ilimwagika kwa ajili yako. Alafu mwambie Mungu, naomba ukumbuke agano lako, agano jipya la damu yako takatifu, ukakiangalie kipindi hiki ninachokipitia, alafu unakitaja kipindi unachokipitia. Hivyo ndivyo kuomba kiagano. Na kumbuka neno la Mungu linasema hata zile baraka za Ibrahim ambazo Mungu alimwahidia Ibrahim, sisi tunazipokea kupitia njia ya msalaba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema Kristo Yesu alifanyika laana kwa sababu aliangikwa juu ya mti, ili baraka za Ibrahim, ili sisi tusiishi tena chini ya laana, na zile baraka za Ibrahim zitufikirie sisi kwa njia ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, tukikataa msalaba, tukikataa damu ya Yesu, tukikataa kusafishwa na hii damu, tukikataa kumwamini mwana wa Mungu, tunaishi chini ya laana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi nitakwenda kuomba kuikabidhi wiki yako katika mikono ya Mungu Baba aliye hai. Nitamshukuru Mungu pia kwa neema hii ya kutufunulia siri hizi. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi aliye hai. Mungu, nakushukuru kwa maana wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakika Bwana, umetupa tena nafasi ya kurudi kwako, mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya watoto wako Baba waliosema ndio kwako. Kwa maana Mungu umetupa uzima wa milele tupate kuupokea. Lakini Mungu haumlazimishi mwanadamu kuupokea, bali yoyote yule aaminie Bwana Yesu akipokea, hakika Mungu unaingia ndani yake. Nami nasema asante kwa ajili ya mbegu yako hii Bwana. Asante kwa malaika wako wa mavuno waliosimama kwa ajili ya utukufu wako, mfalme wa amani. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako waliorudi kwako, ambao walikuwa wamepotea. Leo hii Baba wamerudi kwa Baba, na Mungu umewapokea. Kwa maana Baba, neno lako ndivyo linavyotufundisha, yule mwana mpotevu alipotapanya mali akarudi kwa baba yake, lakini Mungu ulimpokea. Baba, asante kwa kutupokea kwa utukufu wa jina lako. Baba, katika jina la Yesu ninachoomba Bwana Yesu, utubane kwenye madhabahu yako tusije tukakutoroka. Naomba damu yako Yesu imwatamie kila mmoja, na mbegu yako hii Mungu ninaizungushia ukuta wa damu ya Yesu. Shetani ana mamlaka nayo katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, ninawapiga chapa ya Kristo watoto wako wa mfalme wa amani. Mungu kawaongoze na kuwashauri katika njia watakaoiendea, macho yako yakiwaangalia Bwana, kwa maana neno lako linasema Mungu kwetu sisi wewe ni Mungu wa kutuokoa sisi, na njia zote za kutoka mautini zina wewe Jehova Bwana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa njia ya uzima ambao Bwana tunaianza nayo kwa damu yako takatifu. Mungu unaweza. Yesu umesema hutatuacha
hutatuacha wala hutaacha mtu yote atutoe kwenye mikono yako. Na kushukuru Bwana. Baba, asante na wafunika kwa damu yako takatifu. Asante Mungu kwa maana umetuwezesha kumaliza wiki nyingine tena hii Bwana. Kwa jina la Yesu tunaimaliza wiki hii, na kwa jina kuu la Yesu Kristo tunaianza wiki nyingine, na kila tunachokifanya kwa mawazo, maneno, matendo tunayafanya yote katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninawamwagia watoto wako damu ya Yesu. Ninawatamkia ulinzi mkuu wa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninatuma malaika wako Mungu katika njia zao, akanyoshe mapito yao Bwana Yesu, akawafanikishe katika njia zao kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na wale malaika wa vita wakasimame katikati ya watoto wa Bwana Yesu na shetani Lucifer na mawakala wake wote kwa jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Mungu, nakusihi ukabariki kazi ya mikono yao Baba, nakusihi ukabariki waingiapo na kutoka. Ninaifunika wiki yao yote kwenye damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu ninamwaga damu ya Yesu kwenye Jumatatu yetu, Jumanne, Jumatano yetu naimwagia damu ya Yesu, Alhamisi yetu damu ya Yesu, Ijumaa, Jumamosi yetu hata Jumapili yetu ninamwaga damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo na kuzinyunyizia damu ya Yesu siku zote. Bwana Mungu ni Mungu wetu mwenye kutuokoa, nasi tunasema asante. Wokovu wako Mungu kaonekane wanapotembea, wanapoingia, wanapoketi, wanapoinuka kwa jina la Yesu Mwokozi. Nami nawatamkia kulindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani katika damu ya Yesu. Asante Roho Bwana umetenda. Baba, naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu na kuikabidhi kwenye mikono ya Roho yako Mtakatifu kwa jina la Yesu, mwenye kutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, mwenye kutujibu kuliko tulioomba na tunayawaza. Baba, asante kwa ajili ya wiki nyingine tena Bwana. Asante Mungu kwa maana ninaona unazidi kutufunulia neno lako kwa utukufu wa jina lako, linatutoa kwenye maangamizo yetu yote. Baba, nasema asante. Kwa jina la Yesu natamka afya juu ya wagonjwa kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Katika jina la Yesu imeandikwa, hatukutakuwa atakayesema aliye dhaifu tena, kwa maana imeandikwa, na kila aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Kwa jina la Yesu Mwokozi, na watamkia watoto wako Mungu uhodari katika Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Mwokozi. Na jenga upendo na umoja juu ya mwili wa Kristo, kanisa la Bwana, kwa damu ya Yesu. Nafunga roho za udini kwa damu ya Yesu. Nafunga mamlaka zote za giza kwa damu ya Yesu. Naifunga roho ya mpinga Kristo kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Nami nausimamisha ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo hapa duniani kama huko mbinguni kwa damu ya Yesu na kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Baba, asante kwa maana umefanya, kwa utukufu wa jina lako umetenda. Nafunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Baba, tufundishe njia zako, tusaidie kulitii neno lako kwa utukufu wa jina lako, tupate kula mema ya nchi kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu. Ni katika jina la Yesu na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu azidi kukutia nguvu. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255718293144, na namba nyingine ni +255784625048. Mungu akubariki sana na kukutia nguvu katika jina la Yesu, na damu ya Yesu ikufunike. Amen.